Rais wa taifa la Uganda Yoweri Kaguta Museveni amefadhili Waislamu 150 kwenda kutekeleza ibada adhimu ya hija katika mji mtakatifu wa Makka. Kulikuwa na hali ya furaha, nyuso zenye matumaini na dua zilizopanda mbinguni ndani ya jiji la Kampala pale serikali ya Uganda kupitia Rais Kaguta Museveni ilipoaga rasmi mahujaji 150 waliopata ufadhili wa kwenda kutekeleza ibada hiyo adhimu katika ardhi takatifu ya Saudi Arabia. Hafla hiyo iliyobeba hisia kubwa ilifanyika ndani ya ukumbi wa Office of the Prime Minister Conference Hall mjini Kampala, mahali ambapo viongozi wa dini, maafisa wa serikali na familia za mahujaji walikusanyika kushuhudia tukio hilo lililogusa nyoyo za wengi. Siku hiyo ukumbi haukuwa wa kawaida, ulijaa tabasamu za waliobeba ndoto miaka mingi ya kuiona Kaaba tukufu. Wapo waliokuwa kitazama anga kwa macho ya shukrani, wengine wakinong'ona dua kwa sauti za upole kana kwamba mioyo yao tayari ilikuwa imeanza safari kuelekea Makka. Kwa mujibu wa ratiba iliyotangazwa, kundi la kwanza la mahujaji 90 linatarajiwa kuondoka leo tarehe 7 Mei, huku makundi mengine yakifuata tarehe 12 Mei kuelekea Saudi Arabia kwa ajili ya kutekeleza ibada hiyo adhimu inayokusanya mamilioni ya Waislamu kutoka pembe mbalimbali za dunia. Katika ujumbe wake, Rais Museveni alisisitiza umuhimu wa mshikamano, amani na kuheshimiana miongoni mwa wananchi wa Uganda bila kujali tofauti za dini. Akawataka pia mahujaji hao kuiombea nchi yao amani na utulivu watakapokuwa mbele ya Al-Kaaba, sehemu ambayo machozi ya dua za waja humiminika mchana na usiku. Kauli hizo zilipokelewa kwa takbira nyingi na nyuso za shukurani kutoka waliohudhuria hafla hiyo. Na viongozi wa Kiislamu nchini Uganda walieleza kuwa hatua hiyo sio tu msaada wa kifedha, bali ni faraja kubwa kwa Waislamu wengi wasiokuwa na uwezo wa kugharamia safari ya hija, baada ambayo kwa wengi hubaki kuwa ndoto ya moyoni kwa miaka mingi. Baadhi ya mahujaji waliopata nafasi hiyo hawakuweza kuficha hisia zao. Wengine walilia kwa furaha, huku wakisema hawakuwahi kudhani kwa siku moja wangalikuwa miongoni mwa wageni wa nyumba tukufu ya Mwenyezi Mungu. Na hivyo ndivyo Kampala ilivyoshuhudia simulizi nyingine ya matumaini, simulizi ya watu waliobeba shauku ya muda mrefu, kisha ghafla milango ya safari ya Makka ikafunguliwa mbele yao. Maana wakati mwingine ndoto kubwa za waja huanza kwa tangazo moja tu, lakini huisha kwa machozi mbele ya Kaaba. Na hivyo ndivyo safari ya matumaini ilivyozinduliwa kutoka Kampala hadi ardhi tukufu ya Makka. Ni safari isiyo ya kawaida, bali ni wito wa Mola uliovikwa sura ya neema kwa waja wake. Kila aliyepewa nafasi hii si msafiri wa kawaida, bali ni mgeni wa Mwenyezi Mungu anayekwenda kujibu wito wa labbaika Allahumma labbaika. Na kama ilivyo desturi ya safari za aina hii, machozi, dua na shukrani ndizo tiketi za kwanza kabla ndege kuondoka. Mwenyezi Mungu awalipe kila aliyehusika na wafikishe mahujaji hao salama kwenda na kurudi wakiwa wamekubaliwa hija yao. Abdullah Mashi, Kishki TV. Kishki TV, nuru ya dini yako.